Yani, neno lako ni takatifu, na Baba, maono uliyoweka ndani yetu ni takatifu, na Baba, kazi inayofanyika ni takatifu, na Baba, warehema wanayetufuatilia Baba nao ni watakatifu Baba, maana wao wanapendezwa na watakatifu waliopo hapa duniani. Baba warehema, leo upendo wako udhihirike kwao Baba rehema, kwa kuwaponya, kwa kuwafungua, kwa kuwaweka huru, kwa kung'oa mabaya yote yaliyojificha kwao, yakifichuliwa na Baba yaking'olewa. Baba, upendo wako Baba kwa watu wako iende Baba katika taifa letu, viongozi wetu na Watanzania wote Baba, uchumi na Baba wa rehema, hata mvua za maji, ili chakula kiendelee kuwa Baba wa rehema zaidi na zaidi. Baba, neno hilo pia Baba iende katika mataifa mengine, na nia ya neno Baba wa rehema iye ni kuongoza watu na kuelekeza Baba wa rehema katika ufalme wako, na wakipata kuaminishwa katika ujio wako mara ya pili. Maana kama Yohana mwana wa Zebedayo ama mwana wa ngurumo alipoona jeshi kubwa ama watu wengi Baba wakiwa wamezunguka kiti cha enzi, nami nasema ya kuwa Baba, watu hao wengi Baba warehemu wapate kuokolewa Baba, wasipotee. Tunafunga mlango wa kupeleka watu kuzimu, na Baba kuzidi kuipanua mlango wa kupeleka watu Baba wa rehema mbinguni. Ninalishukuru jina lako Baba kwa kazi kubwa unaendelea kutenda, maana Bwana naamini ya kuwa jambo hili Baba wa rehema, kama jinsi Baba lile jiwe iliyepiga lile sanamu Baba wa rehema aliyeota Nebukadneza, kisha jiwe hilo Baba likaongezeka na kujaza ulimwengu Baba wa rehema, na jiwe hilo Baba wa rehema ipige mabaya yote Baba wa rehema katika Baba wa rehema maisha ya watakatifu wako na katika dunia yote, na hatimaye jiwe hilo Baba alijaze dunia yote, na katika jina la Yesu Kristo naomba na wote tuseme amen. Amen. Uwe tayari kwa ajili ya kuona jiwe ikivunja sanamu zote. Jana tulipitia sura ya 21 kitabu cha Wafalme wa Kwanza, tukaona habari za Nabothi na Ahabu, na tukawa na wakati mzuri sana. Nadhani leo nisiende tena huko, lakini tuende kwenye sura ya 22, na sura ya 22 tunakwenda kuona kifo cha Ahabu. Ahabu nilisema ya kuwa alikuwa ni mwana wa Omri. Omri alikuwa ni mfalme wa taifa la kaskazini wa sita. Akiwa Omri alichukua utawala kwake Zimri aliyetawala siku 7. Lakini Omri na Zimri wote walikuwa ni amiri jeshi wa mfalme aliyeitwa Ela. Ela alikuwa ni mfalme wa 4, na kisha Zimri akimuua Ela. Lakini wakati huo Omri na nani yule Tibni walikuwa wanaongoza mapigano kati yao na taifa la Wafilisti. Lakini Zimri alipomuua Ela na kuangamiza ndugu zake wote, na maana uzao wa Baasha, waliposikia wanajeshi jambo hilo, waliamua kurudi na kuusuru mji ule, na Zimri akapata kujiua kwa kuiteketeza nyumba juu yake. Lakini sasa ikitokea vita kati ya Omri na Tibni miaka 4, lakini alipouawa Tibni, hatimaye Omri akawa ni mfalme, na Omri akanunua kilima ama mlima kutoka kwa aliyeitwa Samaria, nani yule? Shimeri, na hatimaye akaamua kutumia jina la kwanza la Shimeri ya Samaria, na akajenga mji ule. Na nikasema ya kuwa mji wa kwanza wa kaskazini ilikuwa ni Shekem, ikiwa ni chini ya Yeroboam. Yeroboam akaja akaihamishia kule ilikoitwaje Tiza. Hatimaye Omri akaihamishia Samaria, na Omri akatawala mpaka kafa, na mwanaye Ahabu akachukua nafasi yake. Lakini kabla ya Omri kufa, tuliona mwanaye anayeitwa Ahabu akioa binti wa Ethbali aliyekuwa ni mfalme wa Fonike, lakini pia akiwa
ni nabii wa Mungu Baali. Sasa huyo mwanamke alileta ubali, na hatimaye Ahabu tutaona mwisho wake leo, akiwa ni mfalme aliyetenda mabaya katika wafalme waliyemtangulia na wafalme waliyefuata baada yake. Lakini alifanyaje mabaya? Pamoja na kuwakosesha wana wa Israeli, yeye aliwakosesha kwa waunganisha kuabudu Mungu Baali, lakini akimjengea pia na nyumba, lakini akitawala akitumia mapenzi ya Baali, lakini akichochewa na mke wake. Hebu sasa tuende kwenye sura ya 22 ili tuone. Tumesikia habari ndefu juu ya Ahabu, na Ahabu tumeona kwa wakati wa Ahabu manabii pia walikuwepo. Tumeona nabii Eliya, tumeona nabii Elisha, na pia kuna nabii yule Yehu mwana wa Hanani bado yupo, tutamuona pia, maana Ahabu alikufa na kumwacha Yehoshafati. Sasa Yehoshafati atakapotoka kwenye hivyo vita, atakayempokea na kumtolea unabii atakuwa ni Yehu mwana wa nani? Mwana wa Hanani. Aliyemtabiria nani? Aliyemtabiria nani? Ela mwana wa Baasha, ya kuwa mabaya yatawapata kama alivyopata nyumba ya nyumba ya nani? Ya Yeroboamu. Sasa hebu tuende sasa tuone sasa sura ya 22 ni kifo cha Ahabu. Tukio lote ni kwa ajili ya kifo cha nani? Cha Ahabu. Dondoo ya kwanza ni Yehoshafati akubali kumsaidia Ahabu. Yehoshafati alikuwa ni mfalme wa ngapi? Alikuwa ni mfalme wa 4 wa taifa la kusini ama taifa la Yuda. Anakubali. Tayari tumeingia kwenye ile awamu ya pili niliyokuambia kuwa ilikuwa ni awamu ya mapatano. Mapatano nitakuonyesha kile ambacho kilifanya Suleimani aoe wake wengi, ndicho kilichomfanya mwanae Yehoshafati anaitwa Yehoramu amuoe nani? Amuoe Athalia binti yake Ahabu na Yezebeli. Ilikuwa ni njia ya mapatano, ilikuwa kama muhuri, ilikuwa kama signature. Ndio maana Suleimani alipokwenda kupata mapatano na Misri, akamwambia bwana, lazima uoe hapa, akaoa. Yehoshafati akubali kumsaidia Ahabu. Hiyo ni mstari wa kwanza mpaka wa 4. Dondoo ya pili ni Ahabu akubaliana na manabii wa uongo. Ahabu akubaliana na manabii wa uongo. Hii ni mstari wa 5 mpaka 12. Ahabu akubaliana na manabii wa uongo, mstari wa 5 mpaka 12. Na dondoo ya 3, unabii wa Mikaya. Unabii wa Mikaya ni mstari wa 29 mpaka 40. Utamjua Mikaya ni nani na unabii wake ni nini. Unabii wa Mikaya mstari wa 13. Unabii wa Mikaya ni mstari wa 13 mpaka 28 samani. Unabii wa Mikaya 13 mpaka 28. 13 mpaka 28. Unabii wa Mikaya. Na dondoo ya 4 ni kifo cha Ahabu. Kifo cha Ahabu ni mstari wa 29 mpaka 40. Kifo cha Ahabu. Dondoo ya 5 ni utawala wa Yehoshafati katika Yuda. Utawala wa Yehoshafati katika Yuda, mstari wa 41 mpaka 49. Utawala wa Yehoshafati katika Yuda 41 mpaka 49. Na dondoo ya 6 ni kifo cha Yehoshafati. Kifo cha Yehoshafati, hii ni mstari wa 50. Kifo cha Yehoshafati. Na dondoo ya 7 na ya mwisho ni Ahazia atawala Israeli. Ahazia atawala Israeli. Hii ni mstari wa 50 mpaka 53. Naomba sasa uwe makini ili tuone mwisho wa huyu bwana aliyetenda mabaya kuliko wafalme wote, maana kweli
Ahabu alitenda madudu mengi sana, pamoja na wafalme waliomtangulia walitenda mabaya sana, lakini ya kwake ilikuwa too much. Tuliona katika ile sura ya 20 akifanya nini? Akitubu na Mungu, akifanya sura ya 21, Mungu akimwambia Elia kuwa umeona jinsi Ahabu amejithili mbele zangu, nenda kamwambia kuwa hata kufa, bali jambo hili itakuja baada yake. Lakini baada ya hapo Ahabu akaendelea kudumu kwenye nini? Kwenye toba. Ndivyo waumini walivyo sasa hivi. Muumini wa sasa hivi anatenda dhambi, anajua, alafu anakwenda tena anaomba msamaha. Watakatifu wa Bwana, hata kama wewe ni baba askofu, alafu ukatenda dhambi ukaomba msamaha, Mungu akakusamehe, ukaenda kutenda dhambi tena, sahau kabisa kusamehewa. Maana umetenda ukijua, imeandikwa aliye wa Mungu hawezi akatenda dhambi huko akifanya nini? Akijua. So Ahabu anarudi tena kuamini wale manabii 400. Nitakuonyesha hao 400 wametokea wapi. Lakini kumbuka palikuwepo 850. Walikuwepo 450 wa Bali na 400 wa Ashera, ambao hao 400 wapo sasa. Anakubaliana na wao, lakini sasa hukumu yake imefika. Hebu sasa tuende taratibu tupate kuona Bwana anatufikisha wapi. Kuanzia mstari wa kwanza sura ya 22. Hiyo ndiyo sura ya mwisho kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Soma kwa kutumwa kwa jina la Yesu ili tupate kwenda. Soma kwa jina la Yesu. Bila shaka. Wakakaa miaka 3 pasipo vita kati ya Shamu na Israeli. Ikawa mwaka wa 3 ya Shafati mfalme wa Yuda akamshukia mfalme wa Israeli. Mfalme wa Israeli akamwambia watumishi wake, je, hamjui ya kuwa Ramoth-Gileadi ni yetu? Hebu nisikilize. Alimshukiaje? Ukisoma hapo uwezi ukajua. Lakini kitabu cha Mambo ya Nyakati ni kitabu kilichoandikwa baada ya taifa la Israeli kutoka utumwani. Na kumbuka ya kuwa walipotoka utumwani, aliandika kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza na pili, ambao enzi hizo ilikuwa ni kitabu kimoja, alikuwa ni Ezra aliandika, lakini sana akiandika mambo yaliyohusu taifa la Yuda ama taifa la kusini. Sasa hebu tuone kipengele hicho. Saganda, wewe fungua kwenye Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 18 ili uone ya kuwa ilikuwaje, alimshukiaje. Anzia mstari wa kwanza. Maana ukisoma tu hapo kitabu cha Wafalme sura ya 22 wala haijatoka kwa mapana, lakini lazima usome Mambo ya Nyakati. Ukitaka kuona habari za Yehoshafati unasoma kuanzia mstari wa sura ya 17 mpaka 22 mpaka 20, lakini hebu soma 18 kuanzia mstari wa kwanza. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 18 kuanzia mstari wa kwanza. Basi Yehoshafati alikuwa na mali na heshima tele. Tena akafanya ujamaa na Ahabu. Akafanya ujamaa na nani? Na Ahabu. Akafanya mapatano. Ndio kipengele kile cha pili. Nilisema kuwa kipengele cha kwanza ilikuwa ni kuanzia kwa taifa la kaskazini, kuanzia kwa Yeroboam kuja mpaka kwa Omri. Ilikuwa ni ile sehemu ya kwanza ambayo ilikuwa ni sehemu ya kutokupatana ama uadui. Alafu sehemu ya pili ikaanzia kwa Ahabu ikienda mpaka kwa Yoram ambao ni mtoto wake. Lakini upande wa taifa la kusini ambayo ni Yuda ilianzia kwa Rehoboam ikaenda mpaka kwa Asha. Alafu sehemu ya pili inaanzia kwa huyu mwana wa Asha ambao ni Yehoshafati. Yeye alikuwa na mali nyingi sana, alikuwa na mafanikio kwa sababu yeye alipochukua uongozi kutoka kwa baba yake aliyetawala miaka 41. Tuliona mfalme Asha wa kusini ama wa Yuda alitawala miaka 41, lakini alitenda mema kwa ajili ya Bwana.
shida ilikuwa ni mahali pa jua pa kuondolewa, lakini pia mwishoni alimwacha Bwana akatafuta sasa mambo mengine nje kwa Bwana, na hatimaye akapata kuumwa miguu na akafa. Lakini sasa mwanaye ambao ni Yehoshafati, yeye alifanikiwa kwa sababu aliamua kuchagua yale mazuri ya baba yake. Shida ni aliamua kwenda kupatana, lakini kupatana sio mbaya, maana tutaona ya kuwa alijaribu kumshauri mfalme wa kaskazini ya kuwa, je, hakuna nabii wa Bwana? Ina maana ili ilikuwa ni njia ya kumrudisha mfalme wa kaskazini kwa Bwana, lakini ilivyoshindikana, tutaona kuwa yeye Mungu alimsamehe. Maana alikimbizwaje, aliliaje, lakini Mungu alifanya wale watu wakagundua kuwa sio yeye, wakamwacha. Lakini mwenzake ambao alikuwa amejifunika ama amevaa tofauti, yeye alikufa. Hebu soma chini kidogo. Hata baada ya miaka kadha wa kadha akamshukia Ahabu huko Samaria. Ahabu akamchinjia kondoo na ng'ombe tele, yeye na watu waliokuwa pamoja naye, akamshawishi ili apande pamoja naye waende Ramoth-Gileadi. Umeona sasa, ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati, umeona jinsi ambayo imefafanulia sawa sana. So anayesoma Wafalme wa Kwanza sura ya 22 anatakiwa asome Mambo ya Nyakati wa Kwanza sura ya 18 ili aipate sana. Sasa hebu some Epafra, ukisoma leo, ukiyasoma alafu na utasoma leo, tunakwenda pacha. Nasi tumenyamaza tusiitwae mikononi mwa wafalme wa Shamu. Akamwambia Yehoshafati, je, utakwenda nami tupigane na Ramoth-Gileadi? Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, mimi ni kama wewe na watu wangu ni kama watu wako, na farasi zangu ni kama farasi zako. Yehoshafati akamwambia mfalme wa Israeli, muulize leo na kusihi kwa neno la Bwana. Ndipo mfalme wa Israeli akawakusanya pamoja manabii kama watu 400. Akamwambia, je, niende juu ya Ramoth-Gileadi kupiga vita au ninyamaze? Umeona sasa, tayari umeona kinachofanyika. Hizi ni sura mbili zinazokwenda pacha, lakini ukisoma kwenye Mambo ya Nyakati inajaribu kuyachimbua na kuyaweka bayana. Sasa tuende mpaka mstari wa 28. Tukishaenda mpaka mstari wa 28, Saganda ataanza pia hapo, na naye atakwenda ili tuone yote kwa pamoja. Umeona sasa, tayari Yehoshafati amemwendea mwenzake tayari, maana kulikuwa na mapatano. Lakini kumbuke ya kuwa Ahabu aliamua kuchokoza zile vita kwa sababu alimuona Yehoshafati amekuja kumtembelea. Anamwambia, Bwana, utakuwa pamoja nami, maana ile ni sehemu yetu. Lakini baada ya Yehoshafati kumwambia kuwa, Bwana, wewe na mimi ni kitu kingapi? Kimoja. Sasa anataka waende, lakini anataka mtumie huyu mfalme wa kusini ama Yuda kama chombo. Ndio maana mwambie, Bwana, wewe baki na mavazi yako ya kifalme, mimi nitavaa Bwana kama mtu wa kawaida. Kwa nini wakati wewe ndio umesema vita hivyo vya kwako na ni eneo lako? Ramoth-Gileadi ilikuwa ni eneo la kaskazini, ufalme wa kaskazini, sio ufalme wa kusini. Ni mara ngapi umeitwa kwenye mambo sio kuhusu? Ni mara ngapi unaumwa ugonjwa ya mtu mwingine? Nitakuchekesha leo kabisa kwa kumbe pumu inayekusumbua sio ya kwako, ya bibi yule kakutupia huyo. Kutokupata usingizi sio ya kwako, ni ya yule bibi mchawi. Amekushirikisha, amekuwa kama Ahabu, umekuwa kama Yehoshafati. Mmekwenda saa nyingine, wewe usiku unatolewa na kwenda kule, unapikaje? Kuna mtu mwingine akianza kulala tu pale anaanza wanakulishaje? Ukiamka unabeua maana umeshiba. Kuna mtu mwingine akisinzia kidogo yuko makaburini kula nakatisha mtaa. Nini? Wamekushirikisha hao. Ahabu anamshirikisha Yehoshafati ya kwa twezetu, utakuwa pamoja nami. Ndio, sasa basi tuende, lakini wewe, ina maana wewe ndio onekane kama unaongoza vita, maana kama unatungulliwa wewe. Ingekuwaje angeuawa Yehoshafati? Ahabu hajachukua mpaka kusini kule. Mara nyingi sana nafsi yako imetumika vibaya. Kumbuka ya kwa wewe ni mtu wa Mungu, lakini wapi ambao bado matatizo yanakupata?
Yehoshafati alikuwa amekaa katika mapenzi ya Mungu, na ni mmoja kati ya wafalme ukitoa Daudi, mfalme anayefuata kwenye kutenda mema ni Yehoshafati. Ndiye aliyetenda mema, anayeweza kuwa namba 2 wa Daudi ukimtoa Daudi. Lakini sasa anaungana na mtu ambaye ni mtoto wa shetani moja kwa moja. Utasikia jinsi ambayo aliporudi. Hebu nikuchekeshe kidogo. Hebu soma sura ya 20 mstari wa kwanza uone. Wewe hapo Mambo ya Nyakati ya 2 sura ya 20 uone kilichotokea. Mambo ya Nyakati wa pili sura ya 20. Soma kuanzia mstari wa kwanza hivi. Ikawa baadaye wana wa Moabu na wana wa Amoni na pamoja nao baadhi ya Wameuni. Soma 19, sorry, 19. Sura ya 19. Yehoshafati mfalme wa Yuda akarudi Yerusalemu nyumbani. Anarudi, ametoka wapi? Ametoka kwenye vile vita vya Ramoth Gileadi. Tayari mwenzake kashakufa, kazikwa. Yehu mwana wa nani? Yule aliyemtabiria nani? Baasha na nyumba yake. Anakutana naye. Hebu sikia anapokutana naye. Akatoka kwenda kumlaki, akamwambia. Anamwambiaje? Yehoshafati. Imekupasa kuwasaidia waovu na kuwapenda wamchukizao Bwana. Mbona unapenda kusaidia watu wasio mema kwa Bwana? Kwa ajili ya hayo ghadhabu hii juu yako itokayo kwa Bwana. Lakini yameonekana mema ndani. Lakini alionekana mema, ndio maana aliokolewa, angekufa. Lakini yameonekana mema ndani yako, kwa kuwa umeondoa mashela katika nchi na moyo wako umeukaza kumtafuta Mungu. Bila shaka nimekuonyesha kuwa ni kweli tutapatana na mabaya, lakini kwa misingi ipi? Kumbe jambo hilo lilikuwa baya. Ina maana Yehoshafati hakutafuta neno kwa Bwana ili aende apatane na Ahabu. Walipopatana na Ahabu, kilichofuata nini? Ahabu akamlazimisha kuwa mapatano yetu ili simame, mwanao aoe binti yangu. Yehoram anamuoa Athalia. Utaona jinsi Athalia atasumbua kule Yuda. Wale wa Yuda hawakumhesabu, lakini alikuja kuwa mfalme ule. Alikuja kawa malkia yule. Akaleta ubali kwenye taifa la kusini. Lakini hii ndio iliyochochea Suleimani kuwa wake wengi. Suleimani alitafuta amani na mafalme wote. So njia ya kudumisha amani ilikuwa ni kuoa mtoto wa uwe mfalme ama katika huo ufalme. So hakuna jinsi ambao wangekuvamia, kwa sababu tayari mwanaye mfalme wa Misri, mwanaye akaolewa na Suleimani. Angeendaje kupigana kule na mwanaye? So hiyo ni mapatano, lakini jambo hilo halikutoka kwa Mungu. Ilikuwa ni jambo la Yehoshafati na Ahabu. Lakini Yehoshafati ni jambo jema iliyoonekana ndani yake, ndio iliyemwokoa. Utaona jinsi atakavyowezeka kwenye vita. Hebu twende sasa, Epafra, twende sasa. Wakasema kwea, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Nani anasema kwea? Wale manabii 400. Lakini hao manabii 400 walitoka wapi? Tuliona kwenye sura ya 18 ya kuwa imeandikwa pale ya kuwa palikuwepo manabii 450 wa Baali na manabii 400 wa Ashera. Lakini wale waliokwenda kushindana na Elia walikuwa ni manabii 450. Wale ndio waliouawa, lakini wale 400 wale walibakia. So hawa manabii 400 walikuwa ni wale manabii 400 wa Ashera waliebakia, lakini walikuwa ni manabii wa uongo. Maana kumbuka ya kuwa wanamwambia nani? Ahabu, ili akwee. Lakini kwa nini Ahabu akwee? Arabu ameona mwenzake huyu wa kutoka kusini kule Yuda anataka, yani kuna mtu ambaye anakukaribia kwa sababu ya faida yake, manufaa yake. Hata kule shuleni kuna mtu ambaye yeye anakukaribia sana, maana anajua wewe una pocket money, lakini ya kwake anakula ndani ya blanketi ama ndani ya shuka. Mbona nani unatafuna huko umelala unalala? Wapo. Kuna mwingine ambaye ya kwake yoni jua. Ahabu kwa faida zake binafsi anatapeleka mwenzake kwenye vita. Lakini uzuri wa Yehoshafati, mtu wa Mungu,
atendi jambo pasipo kumwomba Mungu. Jinsi alivyofanya Yosefati, na wewe kafanya hivyo. Wewe mwana wa Injili, wewe mwana wa Agano Jipya, don't do anything without contacting God. Don't make any attempt without going before the Lord. Ukienenda pasipo kuanza na Bwana, umekwisha. Hata wale watoto wa shetani wanaanza na shetani, wanakwenda hebu fundi ninaangalizie bwana safari iko njema, nakwambia usidhubutu. Niliwahi kuona jambo moja la ajabu sana. Ilikuwa ni mwaka wa 2003. Nilikuwepo pale Sinza kwenye yadi moja iko nyuma ya petrol station. Sasa pale barabara ya makaburini Sinza iko petrol station. Nyuma yake palikuwa na godown moja kubwa. Tulikuwa tunafanya kazi pale. Nilikuwa na kampuni pale. Lakini palikuwa na jamaa alikuwa na kampuni ya magari pale. Sasa pale magari yalikuwa yanatoka pale yanabeba mafuta yanaenda mikoa na nje. Siku moja mzee mmoja yeye alikuwa anatoka Tanga. Naongea jambo ambalo ni kweli kabisa. Alikuwa anatoka Tanga, ni dereva. Lakini akiwa na konda wake alikuwa tumezoeana sana. Maana kazi niliyokuwa nafanya niliwahi kumtengenezea vitu vyake, alikuwa ni mteja wangu huyo konda. So akawa ameniaga. Anaponiaga ananiambia, bwana dereva wangu amekataa kwenda safari. Kata kasema, bwana mimi siondoki, mimi siendi. Mtu wa Tanga huyo. Hatimaye dereva mwingine kimbelembele kajitia kimbelembele, kakubali kuondoka na gari na yule konda. Kumbe yule dereva wa kuendesha ile gari kashaenda kwao, kashaonyeshwa kwa imetegwa. Ukienda mnaishia. Wakatoka hapa wale wakaenda usiku, wanaenda usiku. Kesho tukasikia kwa bwana walipopita Iringa, walipoenda wakakutana uso na uso sijui na lori nyingine. Yaani dereva na yule konda kwishile. Lakini kilichonishangaza, dereva wa ile gari alikataa kata. Baadaye siri kaje kabuma ya kuwa alijua kinachoendelea. Hata watoto wa shetani huenda kutafuta neno kwa shetani ili wajue kinachokuja mbele. Ndiyo maana tumeambiwa hivi, tuwe na maarifa, tuwe na hekima kama wana wa nini? Wana wa gizani, maana wana maarifa. Je, maarifa yetu iko wapi? Ipo kwenye kutafuta neno kwa Bwana kupitia Roho Mtakatifu. Hakuna anayeanza na Bwana akapotea. Hakuna anayeanza na Bwana akashinda kwenda mpaka mwisho na Bwana. Sema nitaanza na Bwana, na kumaliza na Bwana. Bwana atanionyesha kila kitu na mabaya hayatanipata. Nami nasema katika jina la Yesu, chochote ambayo utamuuliza Bwana, unapoanza na Bwana akujibu na akuonyeshe mbele kule unakoelekea, na mabaya yasikupate kwa jina la Yesu. Amen. Utakapomuuliza Bwana ya kuwa unakwenda kufanya jambo fulani, Bwana akujibu na akuonyeshe mabaya na mema yatakayotokea, naye awe ni kiongozi wako, akuongoze katika njia yako kwa jina la Yesu. Amen. Hebu twende. Lakini Yehoshafati akasema, je, hayupo hapa nabii wa Bwana tena ili tumuulize yeye? Umeona sasa? Huyo ndio mtu wa Mungu. Alijua wale manabii 400. Hebu kwanza, manabii wengi namna gani? 400 prophets. What are they going to do? Manabii 400. Yosefati akachungulia, akaona hamna kitu hapo. Akasema hakuna nabii wa Bwana hapa. Labda alijua kabisa ni manabii wa Ashera hao. Hakuna nabii wa Bwana hapa. Lakini cha ajabu, nabii wa Bwana anatokea nabii mmoja. Ndio maana njia hiyo, sema njia hiyo ni nyembamba. Njia hiyo ni nyembamba. Na waionao ni wachache. Tuliona kwenye mlima Karmeli manabii wa Baali 450. Nabii wa Bwana mmoja. Sasa manabii wa Bwana ni mmoja tu, manabii wa Ashera 400. Ndio maana Mungu afanye kazi na wingi wa watu. I'm not carried with the multitude. Sibebwi na wingi wa watu mimi. Nabebwa na neno la Mungu mimi. Unabebwa na nini wewe? Mia 1, 2, 10, 11, 12, 20.
100, 200, 300, 400, wote wanasema kwea. Zedekia anatengeneza na pembe ya chuma. Anasema jinsi unavyoona na msukuma mpaka ukutani, utamsukuma ili yaani wacha nikwambie, kwa nini aliweka pembe mbili? Pembe inawakilisha nini? Mfalme. So alikuwa na maana ya kuwa wafalme wawili hawa wanakwenda kushinda. Hata shetani anatumia mifano. Tupigie Bwana makofi makubwa. Usidhani Mungu ndiye anatumia mfano. Lakini bado Yehoshafati akaona sufuri. Mtu wa Mungu hata ukisikia neno la Mungu inafundisha mali kama sio utajua. Mtu wa ndani anajua kazi ya injili kufanya nini? Kuchoma mioyo. Hebu twende. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, yuko mtu mmoja ambaye ungeweza kumuuliza Bwana kwa yeye, yaani Mikaya mwana wa Imla, lakini namchukia kwa sababu hanibashirii mema ila mabaya. Yawezekana unanichukia kwa sababu na kubashiria mabaya. Yawezekana unanichukia kwa sababu na kuonya. Yawezekana unanichukia kwa sababu na kunyoshea kidole. Lakini nasema hivi, ubashiri wa Mikaya ilikuwa kutoka kwa Mungu moja kwa moja. Ya laiti Ahabu angejua, wangemwambia Mikaya, tunaomba tuombee msamaha, wasingeshinda. Miaka 3 nyuma mwana wa nabii alitokeza akamwambia kuwa Bwana asema ya kuwa atakupa ushindi, na Bwana alimpa ushindi. Kipindi kile walikuwa wengi. Mimi hata kama wengi wakikataa ujumbe wangu, najua sipo kwa ajili ya kuhubiria ili unipende, ili ufurahi, ili urukeruke. Hapana. Ujumbe wa Mikaya haikufanya mtu arukeruke na kufurahi. Ilikuwa ni ujumbe unayechoma moyo. Lakini wale manabii wote 400 kwea ungeona vimbwenga. Sedekia ruka alafu na pembe kwea. Wafalme wamekaa chini, yani kwenye lango pale, kwenye lango, sakafu ya lango pale. Labda nakunywa juisi ya kijani. Na mavazi yao. Wacha nikuambie vimbwenga. Mimi sibebu na vimbwenga. Piga sarakasi tabiri, lakini Yesu ni Bwana. Piga somersault na taekwondo, Yesu ni Bwana. Nasema hivi, njia hiyo ni nyembamba. Njia hiyo ni nyembamba, na waionao ni wachache. Sema njia hiyo ni nyembamba. Njia hiyo ni nyembamba, na waionao ni wachache. Nasema hivi, Ahabu alitaka watu anayemtabiria mema. Ndio maana akasema hivi, yuko mmoja lakini kila siku. Je, Mikaya alimtabiria wapi? Mikaya ndiye aliyemtabiria ile hukumu ya kuwa yule alikuwa mwana wa nabii kipindi hicho aliyefunga uso. Kwenye sura ya 20 aliyefunga uso akamwambia, Bwana wangu, nilikuwa katika vita, mtu mmoja akanipiga, kisha mmoja akaja akaniletea mtu mmoja kuwa mlinde huyu, akipotea nafsi yako itapotea na utatoa na adhabu. Nilipokuwa bize, bwana wangu akapotea ule mtu. Hapa akamwambia stop, hiyo ndio hukumu yako. Akamwambia, akafanya haraka, akafungua uso, akamwambia mfalme, Mungu alitia Benadadi mkononi mwako ili umwangamize. Umeacha ameondoka, ndipo hai wako utaondoka na watu wako. Umeona sasa? Na kumbe baada ya kutabiri alikamatwaga, hapo katolewa gerezani. Mikaya anatoka gerezani, ndio maana tunasema kwa mrudisheni. Alikuwa kule kafungwa tangu enzi hizo. Watakatifu wa Bwana, wokovu kuna wakati ambayo kuna udhia na kuchukiwa. Ukisimamia ukweli watu watakuchukia, watu wanapenda uongo. Ramani ya siasa uongo. Umekuta kwenye siasa, ukienda kwenye siasa mtu anayeongea ukweli, watu hamtaki. Jamani, unajua mimi nikishinda tutachangiana vizuri, alafu tutajenga nchi yetu kwa pamoja na kuangalia. Hebu tuchezee bwana. Mwingine anakuja na papa juu anasema, bwana, nitajenga magorofa kama ya Ulaya. Utajenga ya Ulaya, unapata wapi hela? Ukienda
kwenye ramani ya kila kitu uongo. Kenda kanisani unataka uongo. Pokea. Mimi siwezi kukwambia unapokea kwa nini. What have you done? Nilikwambia ubarikiwe pokea wakati wewe hujatenda mema kwa Bwana, ni laana kwako. Inakupiga. Ndio maana watu wengi wako makanisani wanachechemea. Wengi wanachechemea maana amekupa baraka wakati wewe unatakiwa kulaaniwa. Aja kufundisha uache mabaya. Watu wanafanya uzinzi mpaka madhabahuni. Halafu pokea, I receive. What are you receiving? Ana receive kila siku na kitembea kama mtu ambaye amekatwa mguu mmoja. Wewe. You are receiving your judgment. You want to harvest where you have not planted. This is not possible. How can I bless you? Yet you have done nothing. You have to do something in the house of the Lord so that you can be able to receive blessings. There is nothing for nothing. You are not living according to God's law. You are not behaving well. You are misbehaving. You are abusing people. You are keeping on sinning. Yet you are receiving. You are receiving your judgment. Yani acha dhambi, ishi maisha matakatifu, hapo utapokea baraka. Hata kama mchungaji siposema barikiwa, neno la Mungu ni baraka. Sema neno la Mungu ni baraka. Neno la Mungu ni baraka. Sitaji kukwambia pokea, unapokea nini? Kuna watu wamepokea miaka nenda rudi lakini hawana hata kibaiskeli. Kuna watu wanaruka kila siku wanapiga sarakasi wanapokea lakini they're receiving nothing. Their lives is moving downward. They're not increasing. Nasema kuna siri moja. Umejua soma Biblia uelewe. Yakobo sehemu ya kubariki wala hakudiriki akamwambia wewe Simeoni na Lawi. Upanga wenye haukuwa na nini? Haukuwa na huruma. Na hasira yenu pia ilikuwa na huruma. Siungane na hasira yenu. Ndatawanywa katika Yakobo. Je, Musa alimbarikije Rubeni? Akasema Rubeni na asifanye nini? Asife lakini asifanye nini? Watu wake wao wachache. Kasome kwenye Kumbukumbu 32 utaona. Musa si ubariki Rubeni mzaliwa wa kwanza? Nenda baraka Musa aliyetamka juu ya Benjamini uone. Ndio maana hekalu ilijengwa wapi? Kwenye Benjamini. Hebu twende kwa jina la Yesu. Yoshafati akasema la mfalme asiseme hivi. Ndipo mfalme wa Israeli akamwita Akida akamwambia mlete hima Mikaya mwana wa Imla. Kwa nini amuite Akida? Alikuwa gerezani huyu Mikaya. Alikuwa amefungwa kwa sababu alitabiri mabaya. Alikuwepo mmoja tu. Nabii Elia alikuwa haonekani hapo. Ulikuwa huwezi cheza karibu na pale. Malkia huwezi kucheza na wewe. Yezebeli alikuwa anawaning'iniza haraka sana manabii wa Bwana. So Mikaya alikuwa ndani, ndio maana anaambia Akida mlete. Utaona baadaye ya kuwa alirudishwa kula aliko kuwepo. Hebu twende. Basi mfalme wa Israeli na Yoshafati mfalme wa Yuda walikuwa wakikaa kila mtu katika kiti chake cha enzi. Wamevaa mavazi yao katika sakafu langoni pa Samaria, na manabii wote wakafanya unabii mbele yao. Yani wakafanya vimbwenga pale katika lango la mji. Palikuwa na sakafu, sehemu ambayo unaweza wakawa kapunga upepo. Ilikuwa ni sehemu ambayo wafalme ama mfalme angekutana na watu. Daudi akaambiwa na nani? Na Yoabu ya kuwa mfalme na atoke awaendee waku. Mfalme Daudi akatoka akaenda kwenye lango la mji akaketi. Watu wote wakafanya nini? Wakamwendea. Umeona sasa? So wafalme hawa wawili waliketi pale wanapunga upepo. Na bila shaka visarakasi vya manabii 400 vinafanya nini? Vinaendelea kama kawa. Lakini uongo mtupu. Dunia imejaa na unabii isiyoeleweka. I prophesy. Prophesy. What are you prophesying? Teach us the word of God. It is the prophecy. The word of God is everything. What are you prophesying which is not in the Bible? The Bible itself is prophecy.
prophesies for you which is not in the Bible. Telling you and putting on a red pant, a red underwear. That is nothing. It is proving to prove. That is not prophecy. You know you are putting on a black vest. Of course, you are proving what I'm putting on, but what does it got to do with me going to heaven? How can it make me to live a better life so that I can inherit eternal life? This is the prophecy. Let me not cheat you. This is the prophecy. Every single word in this holy book is a prophecy. And this is all. This is the time for the Bible. It's the time for the word of God. That is why. Let us go back to the drawing board, to the word of God. Let us put our hands together for the Lord. Amen. Nasema ili mtu mmoja sikie, unabii gani nitakwambia, ni nini ambayo ipo kwenye Biblia. Biblia imebeba kila kitu. Biblia ndio unabii. Mwisho itakuwaje? Utawala milenia itakuwaje? Iko hapa. Mji mpya itakuwaje? Huko hapa. Kiti cha enzi cha hukumu itakaliwa na nani kwa wakati gani? Iko kwenye Biblia. Hebu tuelekeze watu kwenye neno. Mimi siko kinyume na mtu. Lakini mtu anayeona niko kinyume naye nipigie simu. Ama aje hapa tukiwa live ili aulize maswali yake. Maana tunadanganya watu. Mwanae utabiriwa mtu yani anakaa mkao leo mchungaji leo bishop ananitabiria nitabirini nini bwana? Yani asipotabiriwa unaona kama hujaguswa wewe. Neno la Mungu likuguse kwa jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu liguse matatizo yote kwa jina la Yesu. Amen. Neno la Mungu lipite kwenye maisha yako yote na kufichua yote yaliyojificha kwa jina la Yesu. Amen. Ha, mchungaji wewe bwana acha kabisa. Acha kabisa. Niache nini? Tunakwenda kule mbele tunaona kama niache ama wewe uache. Isipoacha basi utaacha wewe. Nasema hivi, Bwana watu watakatifu wa Bwana. Umejua kuna wakati mwingine kwa nini Shetani hataki watu wajue Biblia? Maana ukijua Biblia utakuwa mwazi kama mimi. Kama wewe unasimamia unabii na kutabiri na Torati pia fuata. Ifuate na Torati, maana Torati na unabii zienda hivi. Ndio maana Yesu akasema hivi. Mwisho wa unabii na manabii na Torati ni wapi? Tangu enzi ya Yohana Mbatizaji. So unapotabiri na kukaa kwenye unabii basi na Torati lazima ushikane naye. Maana Torati ndiyo iliyotabilisha nini? Manabii. Lakini wote washirika wote ni manabii. Sasa hivi nadhani kuna neno la hekima. Nadhani kuna neno la hekima ambao neno ndio liko kwenye Biblia, lakini kila kitu kimetabiriwa kwenye Biblia. Tuaminishe watu kujua neno la Mungu. Waishi maisha matakatifu. Kuna kifo kesho. Wewe mtu unambariki kila siku Januari mpaka Januari, amekufa kesho. Anakwenda wapi? Anakwenda wapi? Hebu twende. Na Zedekia mwana wa Kenana akajifanyia pembe za chuma akasema, Bwana asema hivi, kwa hizo mtawasukuma Washami hata waharibike. Na manabii wote wakasema hivyo kwa unabii wakisema, kwea Ramoth-Gileadi ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Na yule mjumbe aliyekwenda kumuita Mikaya akamwambia akasema, angalia sasa maneno ya manabii kwa kinywa kimoja husema mema. Tayari hali ya hatari imetangazwa na Zedekia. Kashaonyesha majonjo yake, lakini yule akida aliyetumwa anakwenda kwa Mikaya na anamwambia, Bwana angalia maneno yako. Lazima maneno unayekwenda kumwambia mfalme yasiwe tofauti na manabii wenzake. Umeona kuna mtu anayeweka maneno kwako. Hii ndio inayofanyika sasa hivi. Unapokwenda kuhubiri kwenye kanisa lingine, mchungaji anakuambia kuleta kwanza ujumbe wako. Hii ujumbe bwana sio kufariji bwana, hii ujumbe akukanya. Hebu cancel hii. Ndivyo yule alivyotumwa kwa Mikaya alivyofanya. Mikaya akamwapia kuwa nitasema kile ambacho Bwana ataweka kwangu. Mimi utakapokuja kuhubiri hapa ndakuambia ruka. Roho Mtakatifu najua. Anajua apitie wapi? Nini jambo jipya?
Ukienda kule Marekani na Ulaya nasikia kwa lazima ujumbe wako kwanza uambie wana washirika wiki moja kabla. Mimi sitaki kwenda huko, wasinitanie. Maana nitawaribia, ndaribu sherehe yao. Umejua fundisha hivi, nikifika pale wataniambia soko anaacha shuka, naambia na shuka. Maana utakatifu wa Bwana. Mikaya anaitwa, lakini aliyetuma anamwambia Bwana, sikiliza. Watu wameshamtabiria mfalme vizuri ya kuwa kwe, na wewe nenda kumwambia. Mikaya anakwenda kumbiaki kwa kumtabiria. Mfalme ataona kabisa unanibiaki. Na kuapisha, niambie ukweli. Maana alisema kwa kejeli. Ni kwe Mikaya kwe ukashinde. Mbona unaniambia utani? Lakini kumbuka, iliwekwa neno kwenye kinywa chake. Usiweke maneno kwenye kinywa cha mtu. Hata sema ya Mungu atasema ya kwako. Hebu twende. Na ndivyo watakatifu wa Bwana wanavyopenda. Uhubirie baraka, uhubirie mambo mazuri. Usihubiri neno ambayo inachoma watu, inayoumiza watu. Mchungaji, umejua wewe sijui mwinjilisti, Bwana unakoromea, unahukumu na hukumu namna gani wewe? Of course Mungu ni hukumu hata kama nisiposema. Hebu twende. Neno lako na leo nakusihi kama neno la mmoja wapo wao ukaseme mema. Mikaya akasema, kama Bwana aishivyo, neno lile Bwana aliniambialo ndilo nitakalolinena. Na alipokuja kwa mfalme akamwambia, je, Mikaya, tuende Ramoth-Gileadi kupiga vita au tunyamaze? Akamwambia, kwea ukafanikiwe, kwa kuwa Bwana atautia mkononi mwa mfalme. Alimkejeli mfalme hapo. Ndio maana mfalme akakubaliana naye. Mfalme akamwambia, mara ngapi nikuapishe usiniambie neno ila yaliyo kweli kwa jina la Bwana? Sikia sasa, naambiwa ukweli sasa. Ataipokea ukweli. Unaweza ukataka mchungaji ahubiri ukweli, jua unayo moyo wa kuweza kubeba ukweli, kupokea ukweli. Anamwapisha ili ambiwe anayo moyo wa kuweza kuvumilia. Wengine nasema una moyo tukupashe. Na moyo tukupe taarifa zake. Hebu twende. Akasema, naliwaona Waisraeli wote wametawanyika milimani kama kondoo wasio na mchungaji. Bwana akasema, hawa hawana bwana, na warudi kila mtu nyumbani kwake kwa amani. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, je, sikukwambia hata nibashiria mema ila mabaya? Unaona sasa? Anamwambia mfalme mwenzake kwa muona sasa. Nilikwambia atanibashiria mabaya huyu. Maana siku zote ananibashiria mabaya. Huyu mchungaji Yesu siku zote mafundisho yake ananichonga tu, ananikanya tu. Sio haitakiwi. Yaani kuna wakati unaweza kukuta ujumbe hata haina hata faraja hata moja kwa mtu. Ujumbe wa Mikaya haikuwa mema kwa Ahabu hata siku ngapi? Yawezekana ujumbe wangu sio mema hata kwa siku moja, lakini nasema wewe ni Ahabu. Badilisha, toa kuwa Ahabu wewe. Ukiwa Ahabu, ujumbe wa Mikaya lazima iwe kinyume na wewe. Ukiwa mtenda dhambi, mchungaji akihubiri watu waache dhambi wewe kila siku, utaona na kusema I'm not saying anybody. Not against anybody. If something is against you, then it is the word of God. Don't see me as your enemy. I'm not enemy of anybody. Of course I don't have any enemy. Mimi sina mtu ambaye ni kinyume nami. Naombea wote mema, maana nimeandikwa, pendeni maadui zenyu na kuombea mema anayefanya nini? Mimi sina adui. I don't have any enemy. Wote walioumbwa na Bwana na wapenda, maana wao wameumbwa kwa mfano na sura ya nani? Ya Mungu. Nikimuona tu yule anayesema ati mchungaji ufe, namuona kabisa huyu kaumbwa kwa mfano wa Mungu na sura ya Mungu, na muombeaje mema? Hebu twende. Mikaya akasema, sikia basi neno la Bwana. Hebu sasa sikia neno la Bwana sasa. Ama alivyosema hivyo ya kuwa hanibashiriaji mema. Sasa acha ambiwe sasa maono aliyeona sasa. Nabii wa Bwana, sio nabii wa Ashera. Nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama upande wa mkono wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakayemdanganya Ahabu ili akwee Ramoth-Gileadi akaanguke?
Basi huyu akasema hivi na huyu hivi. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia jinsi gani? Akasema, nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Akasema, utamdanganya na kudiriki pia? Ondoka ukafanye hivyo. Hebu pata picha. Hapa ndipo sehemu tunamuona Bwana katika habari za hukumu na majaribu. Bwana hutumia hata pepo. Hasa Bwana anatumiaje pepo? Watakatifu wa Bwana hutumia hata mabaya na mema kwa ajili ya kutekeleza azma yake. Maana yeye hakuumba mabaya. Hakuumba mabaya, nitakuonyesha. Lakini kila kitu alichokiumba kilikuwa ni chema, kama ilivyoandikwa kwenye Mwanzo sura ya 1 mstari wa 30. Alichokiumba Bwana kilikuwa chema. Hata huyu shetani huyu Lucifer hakuwa mbaya, alikuwa mkamilifu. Uasi wake ndio aliyemuumba hivyo jinsi alivyo. Mungu hakuumba mabaya, lakini Mungu anatambua mabaya, na Mungu huweza kutumia hata mabaya. Hujawahi kusikia kuwa anayefanya uzinzi na afanye uzinzi zaidi? Amen. Atakuruhusu fanye zaidi ili ufikie hukumu yako. Anayedanganya watu neno la Mungu atakuruhusu. Ukibwengua vibwengo unaonekana, lakini wewe unapeleka watu motoni. Anakuruhusu ili hukumu yako ifikie haraka. Anatambua mabaya. Ndio maana nasema hivi, hata ubaya umeumbwa na siku yake. Ipo siku ya ubaya iliyoumbwa. Tunaona sasa ya kuwa Bwana akauliza mbinguni kule, lakini katika jeshi la mbinguni wale waliekaa kulia na kushoto wa Bwana kwenye kiti cha enzi, hakuna mmoja aliyejitokeza, ila akajitokeza pepo. Akaulizwa, akanyosha vizuri ya kuwa nitakuwa pepo la uongo, takwenda na kuvaa manabii wake. Anaambiwa ya kuwa Mikaya si ati ameona sasa hivi, alishaona. Ina maana kinachotokea pale ndio hicho, na ni kweli. Wakina Zedekia anasukuma watu na pembe, lakini pepo la uongo, ni mara ngapi pepo limevaa watu madhabahuni nafundisha? Hebu tu jinyenyekeshe chini ya msalaba wa Yesu, Roho Mtakatifu aseme ndani yetu. Maana usipokuwa makini, wewe ambao ni mtumishi wa Mungu, ukifungua mlango anaingia. Wakina wanadhani wale walijua kama wako sahihi. Walikuwa wanajiona wako sahihi. Ndio maana mtu ambaye ni muongo anajua yuko sahihi na uongo wake. Anayetenda mabaya anajua yeye yuko sahihi. Mtenda dhambi yeye anapofanya uzinzi, anapochukua mke wa mtu, anajua hiyo ndio hali ya maisha inapotakiwa. Na ukimwambia acha uzinzi, anaona kama wanakwenda kinyume naye. Pamoja na Ahabu kuambiwa ukweli ambayo ilikuwa ni njia ya kumuokoa, yeye alikwenda kinyume na yule. Ndivyo washirika walivyo. Washirika kuna unahubiri sana wabariki, huwezi kuwaona wengi. Kama uona bania wapokei. Pokea. Ukihubiri ujumbe kama huo, washirika wanakasirika. Wanakasirikaje? Wanakasirika kwa sababu gani? Kwa sababu washirika wako tayari kwenda kupokea baraka. Usiwe mwepesi wa kupokea baraka. Yesu alisema ni bora kufanya nini? Kutoa kuliko kufanya nini? Pokea. Kafanye kazi ya Mungu, kafundishe. Hebu pata picha. Mfalme Ahabu ilitakiwa furahi, maana kuna mtu kamweleza ukweli. Lakini Ahabu alikuwa ni wa mabaya. Hakuna siku hata moja ambayo mtu wa mabaya atapokea mema. Maana hana lengo la kupeleka watu mbinguni, ana lengo la kupeleka watu motoni. Mimi nadhani Ahabu angetakiwa kutafuta ya kwanza. Sasa umesema hivyo, sasa Bwana anasema sasa utatusaidiaje? Kama Ahabu aliwahi kuvaa magunia, Bwana akagairi yale yalitakiwa kumpata.
Bwana angeshindwaje hapo? Bwana amejaa rehema. Kumbuka kuomba msamaha. Lakini omba pia Bwana akupe uwezo wa kutorudia dhambi kila wakati. Nadhani Ahabu alikosea tu. Ilitakiwa iwe ni faida kwake, lakini kwa sababu yale ilitakiwa kutimia, aliona kama ni kinyume. Ndio maana kama uko hapa halafu mafundisho haya unasikia kama anakuchefua, basi jua kabisa wewe ni Ahabu. Kama ni Ahabu, bila shaka ni sikio la kufa ambalo lisikii dawa. Hebu twende. Basi angalia, Bwana ametia pepo wa uongo vinywani mwa manabii wako hawa wote. Je, ilikuwa ni ukweli sio ukweli? Kweli. Ilikuwa ni ukweli ama uongo? Kweli. Ina maana basi mfalme hakutaka ukweli, alitaka uongo. Ndivyo dunia inavyotaka. Ukikuta mtu anayeongea ukweli watu mtaki. Hata wachungaji anaongea ukweli, washirika wanataka watu wanayesema uongo. Na hata dunia. Umejua kuna wakati mwingine mtu mwingine anakwambia anaongea kitu kwenye nyanja za siasa mpaka unasema ni kweli. Dunia inapenda watu wanayedanganya. Hebu tugeuze dunia iwe ni sehemu ambao watu wanasema ukweli katika jina la Yesu. Amen. Anzia kwako wewe kusimamia ukweli, kusema ukweli, kufundisha watu ukweli na kuishi ukweli kwenye maisha yako. Iwe ni kazini, iwe ni kwenye biashara, iwe ni shuleni, iwe ni nyumbani kwako. Hebu jaribu kusimamia ukweli, na huo ukweli itabadilisha dunia. Ahabu alitaka uongo. Hili ingemwokoa, na uongo napoteza. Ukweli ndiye ndiye kuokoa. Angekubaliana na Mikaya akamwambia sasa tufanye nini? Mikaya angemwambia cha kufanya. Hebu twende. Naye Bwana amenena mabaya juu yako. Bwana alinena mabaya juu yake. Mabaya yaliyenenwa juu yako na shetani na yaondoa kwa jina la Yesu. Amen. Kila ubaya uliyekusudiwa katika wiki tulio nayo na mwezi huu na mwaka huu na ibadilisha kwa jina la Yesu. Amen. Mabaya yote hata aliyenenwa na Bwana na igeuza iwe ni baraka kwako. Rehema za Bwana zilizokuwa nyingi na fadhili zake ziwe juu yako kwa jina la Yesu. Amen. Kumbe Bwana anaweza na kusudia mabaya juu ya mtu. Kwa mtu anayetenda dhambi ni kweli. Maana mabaya haya ya Bwana ni hukumu. Ndipo akakaribia Zedekia mwana wa Kenana akampiga Mikaya kofi la shafu akasema, Roho ya Bwana alitokaje kwangu? Bila shaka ndivyo wale manabii wa uongo, watumishi wa uongo wanashambulia watumishi wa kweli, maana wanataka waendelee kuyaeneza uongo. Hebu tuanze kusimamia ukweli katika jina la Yesu. Neno nasema mchungaji, niko tayari kusimamia ukweli hata kama itanigharimu. Wewe na kauoga uliye nayo. Basi tusimamie ukweli, lakini ukweli uanzie pale nyumbani kwako na watoto wako. Amina. Ambia watoto ukweli. Si eti bali mwanangu nitakuletea kitu fulani. Baadaye mnasema bwana, kumbe habari ni kusema uongo. Mwambie bwana, sina hela sasa hivi mwanangu, nikipata na nakuletea. Lakini unaletea gari. Unaletea gari. Leta chips na mwanangu. Baadaye mnada na toto, usifanye mchezo. Ahadi ni deni. Ulimuahidi wewe. Lipa deni za watu. Tunayo madeni mangapi ya watoto wetu? Si kibao. Baba, unaletea mandazi? Ndio. Unaletea kuku? Ndio. Unaletea mandazi? Ndio. Unaletea chips? Ndio. Ukirudi mtoto anakulia. Unaanza kumpiga teke. Acha na kwako. Asira za nini Yesu hajafanya usipate hela wewe? Mbembeleze, mwambie mwanangu leo bila. Lakini mambo atakavotiki, mimi nitafanya hivyo, maana deni. Kalipeni madeni ya watoto wenu mliowaahidi nyinyi, choke. Amen. Mikaya akamwambia, angalia, utaona siku ile utakapoingia katika chumba cha ndani ili kujificha. Anaambiwa Zedekia huyu ya kuwa wewe umenipiga shavu ukisema kuwa Roho ya Bwana itokaje kwako, lakini akamwambia subiri utaona siku ile. Ni kweli timia. Ukweli utabakia kuwa ni ukweli. Uongo utabakia kuwa ni uongo. Hakuna ukweli nusu wala hakuna uongo nusu. Kama ni ukweli ni ukweli. Kama ni uongo ni hakuna siku uongo utakuwa ni ukweli.
Hakuna siku kesho itageuka na kuwa leo. Mtu unayesema kesho, kesho itabakia kuwa kesho, leo itabakia kuwa leo, jana itabakia kuwa jana, na mchumba atabakia kuwa mchumba. Ba mchungaji, niombe nipate mchumba. Wachumba wanaoaga, ndio maana naitwa mchumba. Yeso, baba mpe mchumba. Kila anapokuja mchumba na kaa naye miezi miwili, huyo kalala mbele huyo. Maana si unaombea mchumba, hujaombea mume. Wengi hapa naona wanaombeaga tu wachumba, ndio wanajitokeza, wanakuja. Ametengeneza mdomo wake kama kisu, inakata sawa sawa. Ombea mume. Mchumba atabakia kuwa mchumba, mume atabakia kuwa mume. Mambo leo umeakuwa kesho yangu iwe nzuri, kesho yako haiwezi kuwa nzuri, maana kesho itabakia kuwa kesho. Ndio maana wokovu ni sasa na uhai ni sasa, maana wakati ujao hujui, ni Bwana ndiye anayejua. Ndio maana kuishi kwako ni Kristo. Badilisha maombi. Baba, katika jina la Yesu, kesho yako ni nzuri, lakini leo yako ni mbaya. Namna gani wewe? Mbaya. Haya, hata Kaleb anasema hapo. Mfalme wa Israeli akasema, mchukueni Mikaya mkamrudishe kwa Amoni. Umeona? Achukuliwe arudishwe wapi? Kwa Amoni. Maana alitolewa kumbe kwa Amoni. Alitolewa kwa Amoni, na maana kumbe alipomtabiria mabaya mara ya mwisho aliwekwa ndani. Alikuwa ndani, mrudisheni kwa Amoni. Na kwa Yoashi mwana wa mfalme mkaseme, mfalme asema hivi, mtieni mtu huyu gerezani mkamlishe kwa chakula cha wanarudishwa kwa wale, na maana hao ni wasimamisha magereza mpaka na mwanae yuko huko. Mrudisheni kwa Amoni. Ina maana alitolewa kwa nani? Kwa Amoni. Na maji ya shida hata nitakaporudi kwa amani. Sasa ina maana ule mkate na maji tu, lakini ya shida mpaka atakaporudi salama. Watakatifu wa Bwana, wokovu umebeba udhia, na utakaposimamia wokovu wa kweli utachukiwa. Hata aliyesimamia torati wa kweli baada alipata kuchukiwa. Aliyesimamia ukweli, lazima wasiosimamia ukweli waende kinyume na wewe, lakini usikate tamaa katika jina la Yesu. Amen. Mikaya akasema, ukirudi kabisa kwa amani, Bwana hakusema nami, akasema, sikieni enyi watu wote. Mikaya anaambia watu wote ya kuwa sikieni watu wote, kama akirudi salama, basi Bwana hakusema na mimi. Akaambia wote wakasikia. Lakini ipi bora? Kutafuta suluhisho ama kuenenda katika ujeuri wake? Neno la Mungu linasema tuache mabaya, tuishi maisha matakatifu, tupende wote, tukae katika mapenzi ya Mungu, tuwe ni ushuhuda wa Mungu uliyekamilika. Lakini huwezi kuwa ushuhuda wa Mungu kama unatenda mabaya. Kuna mtu mwingine watu wanasema, huyu kaokoka, nataka nimuone hata huyu bishop wake, maana ametuchosha kwenye kijiji hiki hapa. Yaani kumbea yeye. Sema ambayo imetokea wizi anakatana lazima tani. Sema mabaya yote yupo. Tunataka tumuone hata mchungaji kake au sijui yukoje. Usiharibu jina la mchungaji. Usiharibu jina la Yesu wewe na jina la Kristo. Je, unamtukuza Bwana ama unali? Mchungaji, je, nikipita pale watu watafurahi pale kwa mtani kwako, ama atakuwa hataki kuniangalia? Ndio mchungaji wake ndio kamfundisha hayo. Nasikia wengine kwenye watata kweli mtani, hata mtu akikugonga kidogo tu amekugusa, yani panachimbika. Acha mara moja, watakatifu wa Bwana. Mungu ni pendo. Yani anasema fulani unajulikana kwenye kijiji, unajulikana kwenye mtaa.
Yaani mtu amegusa mtoto wako kidogo kitoka nje, yani unazipanga, unasema hapa kwanza tuzipange. Zinapangwa. Sema baba huyu utadhani Mchina za Kichina. Lakini katika haleluya, yani wewe ndio unaongoza kwenye kupiga makofi. Tuwe maadui zetu kwa kupiga makofi kwa ajili ya Bwana. Sio eti makofi ili wafe. Unapopiga makofi kwa Bwana, waweko katikati hapa. Yaani unapopiga kana kwamba unamuua adui wako, utapiga makofi sana. Umeona? Unapiga ili afe, lakini kumbe unampigia Bwana makofi makubwa. Tupigie Bwana makofi makubwa. Hivyo ungeua adui wako. Hebu tuende. Basi mfalme wa Israeli na Yehoshafati mfalme wa Yuda wakakwea mpaka Ramoth-Gileadi. Mfalme wa Israeli akamwambia Yehoshafati, nitajibadilisha na kuingia vitani, lakini wewe uvae mavazi yako. Mfalme wa Israeli akajibadilisha akaingia vitani. Basi mfalme wa Shamu alikuwa amewaamuru wakuu wa magari yake 32 akisema, msipigane na mdogo wala mkuu, ila na mfalme wa Israeli peke yake. Ikawa wakuu wa magari walipomwona Yehoshafati wakasema, huyo ndiye mfalme wa Israeli. Wakageuka juu yake ili wapigane naye. Naye Yehoshafati akapiga kelele. Ikawa wakuu wa magari walipoona ya kuwa siye mfalme wa Israeli, wakageuka nyuma. Akapiga kelele. Alipopiga kelele, na maana kapiga kelele kwa ajili ya kutafuta Mungu wa kweli. Mungu wa kweli, maana alikuwa na yeye. Mungu wa kweli akamuokoa. Na maana wale wakafanikiwa. Walijuaje? Wakaona kabisa huyu siye. Kupiga kelele sema huyu sio yeye. Lakini wakaondoka watu magari 30 yakamuelekea. Wakamkimbizaje? Nadhani alikoma kweli kwa habari za kwenda kuungana watu. Habari za kwenda kwenye biashara isiyo kuhusu wewe. Wanachokoza alafu wanakuita. Utapigwa bwana. Utadundwa wewe. Mtu achokoza alafu kwamba watu wenzetu bwana utanipeleka wewe utakimbizwa ya. Lakini hebu pata picha. Wacha nikwambie watakatifu wa Bwana. Kuna vitu vingine ambavyo mimi nikifuatilia na shangaa. Jina la Yehoshafati lilikuwa na maana gani? Jina la Yehoshafati lilikuwa na maana Bwana anahukumu. So Ahabu akachukua Bwana anayehukumu, anakwenda naye vitani. Alihukumiwa kuhukumiwa. Maana ya jina Yehoshafati, neno la Kiebrania, maana yake Bwana anahukumu. Ana Bwana anayehukumu kule vitani. Zedekia aliyekuwa anafanya manjonjo pale, Bwana ni mwenye haki. So hebu ukiangalia hata majina aliyokuwepo pale, nasema hivyo takatifu Bwana. Mungu abahatishi. Kila kitu unachoangalia, ukiangalia kiroho, ukiangalia kijina, yote yalikuwa naleta ya kuwa Ahabu wakati wake wa hukumu ulifika. Ndio maana ule mshale ulielekezwa. Maana aliyepiga mshale kwanza Ahabu alivaa, hakuna sehemu ambayo ilibaki wazi. Yana hakuna sehemu iliyobaki wazi. Lakini kajamaa kamoja kanarusha tu mishale ya kubahatisha. Wala alengi mahali. Alafu sasa Bwana anahukumu, yuko pamoja na Ahabu. Bwana anahukumu kaielekeza kwenye maungio. Unaweza ukaitumia vibaya ukaangamiza dunia yote. Hebu twende. Mtu mmoja akavuta upinde kubahatisha, akampiga mfalme wa Israeli mahali pa kuungia mavazi yake ya chuma. Umeona? Eti sehemu ambayo mavazi yamkini mavazi aliunga wapi? Yamkini mavazi yameunga hapa kwenye tumbo ama kwenye hapa. Ilikuwa hapa. Ina maana ilikuwa ni sehemu ya diri ya juu ile tengana na chini. Ina maana kulikuwa na kiungio hapa.
eti katupa mishale ya kubahatisha, alafu nini kilichoelekeza mpaka kwenye maungio yale ya Daudi na Goliath? Goliath kavaa mpaka chepeo, lakini kwenye paji la uso lazima ibaki. Jiwe linakwenda hapo, mishale linakwenda kwenye Ewana kwenye maungio vazi yake ya chuma. Hebu twende, kavaa chuma mbele za Bwana, watakatifu wa Bwana, uweze ukakwepa hukumu. Mwezi huu ni mwezi wa kuhukumu wabaya wako ili waache mabaya kwa jina la Yesu. Amen. Mwezi wa kuhukumu waache mabaya, wamrudie Bwana. Wasipomrudia Bwana, shauri yao pende. Kwa hiyo akamwambia mwendesha gari lake, geuza mkono wako unichukue kutoka katika majeshi, kwa kuwa nimejeruhiwa sana. Bila shaka nadhani alikuwa sasa anamuona Mikaya sasa vizuri. Sasa wakati huo nadhani ile ujumbe wa Mikaya nadhani ilikuwa inarudia kwake kwenye akili yake, ya kwa ukirudi salama, basi Bwana hajasema kupitia mimi. Ni mara ngapi Mungu alikupa nafasi upate kutengeneza na yeye na wengine? Mungu anapokupa nafasi utengeneze, tengeneza na watu. Tengeneza kabisa, maana hujui kesho yako. Hujui kesho. Pigano likazidi siku ile, mfalme akategemezwa garini mwake kinyume. Alitegemezwa penini? Ili wale wanaopigana wakimwona kwenye gari pale waone kama ni mzima. Damu zinatoka, lakini yani kategemezwa. Haruni na huyo alitegemeza mkono wa nani? Musa. Yamkini ana gari na kimbia nazunguka, lakini kategemezwa, tukashaondoka huyo. Anategemezwa ili wanaopigana wapigane, lakini wakapigana mpaka jioni bado wakashindwa. Ilipopigwa mbili kwa mfalme akafa kila moja, kama alivyosema Mikaya, kila moja kaenda nyumbani kwake kwa amani. Taratibu kana kwamba hawajatoka vitani. Hata jioni akafa. Damu ikatoka katika jeraha lake ndani ya gari. Ikapigwa mbiu jeshini jua likichwa, kusema kila mtu aende mjini kwake na kila mtu shambani kwake. Hivyo akafa mfalme, akachukuliwa Samaria, wakamzika mfalme huko Samaria. Wakaliosha gari lake penye birika Samaria, na mbwa wakaramba damu yake. Basi ndipo walipooga makahaba. Wacha nikuambie, wakafanya kwa huyu ni mfalme tumzike, lakini kumbe damu zilimwagika ya kutosha kweli kwenye gari. Wakasema tukaoshe bwana kule kwenye birika waliyekuwa naoga makahaba. Walipofika pale na umbwa hao wamefika, jinsi damu yake na boti ilivyolambwa kule Yezreeli, damu ya Ahabu inalambwa pale kwenye birika walieoga makahaba. Neno la Mungu alitapita, mbingu na nchi zitapita. Neno la Mungu kwenye maisha yako itimie kwa jina la Yesu. Amen. Kila neno la Mungu ambalo ni ahadi kwenye maisha yako, kwenye nafsi yako, kwenye roho yako, kwenye mwili wako, kwenye afya yako, kwenye familia yako, kwenye ukoo wako, kwenye taifa lako, kwenye biashara yako, kwenye kazi yako, itimie kwa jina la Yesu. Amen. Watakatifu wa Bwana, Yesu alisema hata yodi moja haitapita, itatimia. Yote Mungu aliyepanga kwenye maisha yako yapate kutimia kwa jina la Yesu. Amen. Sawa sawa na neno la Bwana alilolinena. Na mambo yote ya Ahabu yaliyosalia na yote aliyoyafanya na nyumba ya pembe aliyoijenga na miji yote aliyoijenga, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe cha wafalme wa Israeli? Basi Ahabu akalala na baba zake, na Ahazia mwanawe akatawala mahali pake. Bila shaka Ahabu tuliona alianza kutawala katika mwaka gani? 870 na ngapi? Na moja. Umesahau sana tu. Lakini tuliona tangu mwanzo ya kuwa alitawala miaka 20 na ngapi? 22. Alitawala mpaka mwaka wa 840 na ngapi? 49. So watakatifu wa Bwana, nasema hivi,
Ahabu alitenda mabaya. Yawezekana umekuwa ukitenda mabaya pasipo kutaka. Hebu jifunze kwa mfano wa Ahabu. Mungu ni upendo. Mungu alitafuta jinsi ya kumsamehe Ahabu, lakini Ahabu alikuwa sio akuweza kusamehewa. Unamsamehe hivi, anarudi hivi. Bado alikuwa na watu manabii 400 wanayekula mezani pake. Aliona 450 wakipigwa kisu, akabakisha 400. Maisha haya tunayoona kwenye Agano la Kale, tukiyabeba tukiweka kwenye maisha yetu sasa hivi, maana ni ulimwengu wa kawaida, maisha yako yanakaa vizuri. Kwa ajili ya maisha yako ya kila siku, wale wafalme ni kama wewe. Wafalme ni kama wewe. Mtu aliyeokoka ni kama wafalme na manabii. Maisha yao, jinsi walivyoishi na Mungu, jinsi walivyokwenda kinyume na aliyowapata. Watakatifu wa Bwana hata sasa hivi hukumu ya Bwana inawapata watu. Wewe unawakia gani matatizo yanayokupata? Sio adhabu ya Bwana, sio matokeo mabaya uliyotenda. Watu wengi, nani aliwahi kufundishwa ya kuwa ukitenda mabaya ukiomba msamaha unasamewa hufi, lakini gharama yake ni kubwa sana? Nani amewahi kufundishwa? Sehemu nyingine wanadamu wanaga aibu, si ndio? Mbaya, watakatifu wa Bwana sana. Tunaaibisha mwili wa Kristo. Sijui tunajua Mungu atatuuliza nini. Wewe tenda dhambi tu, omba msamaha ndio, lakini mimi nakwambia matokeo ni mazito sana. Uliza Daudi. Pata picha wewe ni mfalme alafu wakeze eti mtu watu anaona juu ya ghorofa anapozini
naye atatawala miaka miwili. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana alitawala kuanzia mwaka wa 849 mpaka 847. Alitawala miaka mingapi? Miwili. Na adhabu ya Bwana ikawa juu yake, maana alipokea. Sasa utaona hapo, tunaona kuwa sasa mtoto wa Ahabu anayeitwa nani? Utaona mtoto wa Ahabu anayeitwa Ahazia anapokea. Na utaona nani? Utaona mtoto wa Yehoshafati anayeitwa Yehoramu. Akafanya amani na mfalme wa Israeli, na mambo yote Yehoshafati yaliyosalia na uthabiti aliyofanya na jinsi alivyopiga vita, je, hayakuandikwa katika kitabu cha tarehe za wafalme wa Yuda? Bila shaka iliandikwa. Mimi nataka sasa kwa mahesabu yake, ulijua kabisa nilikwambia ya kuwa Asha alitawala kuanzia mwaka gani mpaka mwaka gani? Sasa ina maana utaniambia kuwa Yehoshafati ametawala miaka 25. Utaniambia men's temple prostitute. Wala hapakuwa na mfalme katika Edomu, naibu alikuwa ndiye mfalme. Umeona, tunapoongea habari za Edom, rudi nyuma uone kuwa Daudi alifanya nini? Daudi aliangamiza Edom na akawafanya kuwa ni watumishi ama watumwa wake, lakini alikuwa anapima kwa kamba. Alikuwa anapima kwa kamba. Kamba akipima watatu, wa pili ama watatu anafanya nini? Anaachwa. So ina maana Edom ilikuwa haina mfalme mpaka wakati huu. Ina maana palikuwa na mzee aliyechaguliwa na taifa la kusini akiwa anatawala kule, lakini watakuja kufanya nini? Watakuja kuasi wakati wa utawala wa mtoto wake Yehoshafati ambao ni Yehoramu. Nataka hivyo vitu uvikumbuke. Israeli huko Samaria katika mwaka wa 17 wa Yehoshafati mfalme wa Yuda. Umeona jinsi inavyoenda? Vinaenda pacha. Umeona sasa? Umeona pale imegusa pale taifa la kusini
alafu inarudi nagusa taifa la kaskazini. Tumeona pale kusini ya kuwa anakufa Yosefati, lakini mwanaye Yehoram anaanza kutawala, ambao tutaona mambo yake mengi, na mke wake Athalia katika Wafalme wa nini, Wafalme wa Pili. Lakini unaona ya kuwa pia tayari amekufa Ahabu, lakini mwanaye Ahazia anaanza kutawala, ambayo tutaona imeandikwa kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili kuanzia sura ya 17 mpaka sura ya 20. Sasa Saganda, nataka usome kidogo hiyo sura ya 19 pale ulipoishia. Tuende kidogo kwa muda tu ili tuone, ingawa tutakwenda kule. Ndio maana nasema hivi, tunapomaliza kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, tunapoingia kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza na pili, ni marudio ya mambo aliyepita. Kutoka Mambo ya Walawi na Hesabu, anaelewa kabisa vitabu vitano vya kwanza. Huwezi kuelewa habari za ufalme kwa kusoma kitabu cha Samueli wa kwanza na Samueli wa pili, Wafalme wa kwanza na Wafalme wa pili. Yaani hitimisho, maelezo kwa pana ipo kwenye kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza na Nyakati ya pili, ambayo mimi naamini kabisa ya kuwa tutakapokwenda kwenye vitabu hivyo utamshukuru Bwana sana, na pia tutakuwa Bwana, walakini yameonekana mema ndani yako. Nataka uende tuone ghadhabu ile iliyokuwa juu yake ilikuwa ni ghadhabu ipi. Endelea. Walakini yameonekana mema juu ndani yako, kwa kuwa umeondoa mashera katika nchi, na moyo wako umekaza kumtafuta Mungu.
Na Yehoshafati akakaa Yerusalemu, akatoka tena kwenda kati ya watu toka Beersheba mpaka milima ya Efraimu, akawarudisha kwa Bwana. Wawe kwa hukumu ya Bwana na kwa mateka. Nao wakarudi Yerusalemu, akawaagiza akasema, ndivyo mtakavyotenda kwa hofu ya Bwana, kwa uaminifu na kwa moyo mkamilifu. Mimi nataka uishi hapo. Nimekuonyesha kitu. Unaona sasa kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili, yani ukisoma sura ya 17, 8, 9 na sura ya 20, utaona habari za Yosefati jinsi alivyoongoza vizuri kuliko hata baba yake. Lakini ukienda mbele utaona kabisa ya kuwa tumeona kwenye kitabu cha Mambo kitabu cha katika taifa gani? Yehu alikuja kufanya katika taifa la kusini, lakini kumbuka alianza kufanya kwenye taifa la kaskazini kule alikokuwa na tawala Baasha na familia yake. Lakini hii inatuonyesha hivi, kuna kipengele ili uelewe sasa ufalme. Tunayo kitabu cha Mambo ya Nyakati ya kwanza na ya pili. Ya kwanza inaanza kuongelea vitabu vya Samueli, alafu ya pili inakuja kwanza kuangalia sasa kitabu cha Wafalme wa kwanza na wa pili, na kwa undani tutaona wafalme hao, na utaona mpaka kifo cha Isaya ikiandikwa katika Mambo ya Nyakati ya ngapi? Ya pili, jinsi Manase alivyosababisha kifo cha nani? Kifo cha Isaya. Kuna vitu ambavyo vimejificha pale, lakini kwa neema ya Bwana mara hii hakuna kitakachojificha tena, bali Bwana atayaweka bayana, na ndivyo hayo yatapata yako itaendelea kutenda kazi, na kesho tunaweza tukaomba nayo, maana kesho tutaweka misingi tu ya kitabu cha Wafalme wa pili, lakini moja kwa moja tukikumbuka kuomba na habari za Yosefati pamoja na Ahabu. Tunao kipengele cha kuomba nayo katika kifo cha Yosefati na Ahabu, natakiwa tuombe kesho. Amina, mtakatifu wa Bwana. Lakini Jumapili tunakwenda kuwa na grand kukamilisha. Jumapili tunakwenda kuomba na tulikopitia
mbinguni. Shetani naye akaenda kati yao. Bwana akamuuliza Shetani, umetoka wapi wewe? Ndipo Shetani akamjibu Bwana na kusema, natoka katika kuzunguka duniani. Umeona, alikuwa duniani, maana anauliza umetoka, anasema nimetoka kuzunguka huko duniani. Ina maana ilikuwa ni mbinguni. Je, huyo pepo, huyu shetani alifikafikaje kule? Ina maana kumbe kwa sasa hivi mapepo ama shetani anaweza kaenda kule mbinguni ama kwenye kiti cha enzi. Lakini siku zinakuja kama tulivyosoma kwenye kitabu cha Ufunuo sura ya 12 ya kuwa katika ile anything you are answering will not be convenient unless it have biblical proof. Unapomjibu mtu uwe na udhibitisho kutoka kwenye Biblia. Ndio maana ninachokisema ni kwa mujibu wa Biblia. Kama ikitoka nje ya Biblia, imetoka kwenye Talmud, mimi nitakwambia hii imetoka kwenye historia wa Yahudi ambao ni Talmud. Lakini kama imetoka kwenye Biblia, nitakuambia. Tukifanya hivyo tutamwacha shetani akiwa anapiga miayo. Nani mwingine mwenye swali? Mimi nashukuru Bwana. Nasema Baba asante, maana wewe ni mtakatifu. Asante Bwana, wewe ni mtakatifu. Kwa ajili ya neno lako. Kwa ajili ya neno lako. Iliyopita siku ya leo. Iliyopita siku ya leo. Ninashukuru jina lako. Ninashukuru jina lako. Maana Ahabu aliyekaa kwenye maisha yangu. Aliyekaa kwenye maisha yangu. Leo amekufa. Leo amekufa. Neno lako. Neno lako. Iliyopita siku ya leo. Iliyopita siku ya leo. Baba wa rehema, hukumu yako ilikuwa juu yao Baba. Ilikuwa juu yao Baba wa rehema. Hukumu yako itakuwa juu ya roho zote. Itakuwa juu ya roho zote zilizotesa maisha yangu. Zilizotesa maisha yangu. Hatua zangu. Familia yangu. Na Baba mweza wa yote. Tunapomaliza kitabu cha Wafalme wa Pili. Nitakuwa nimerudi katika asili ya uumbaji wako. Nami nitafanya kazi yako kwa bidii zote. Neno lako Baba wa rehema. Kwenye kitabu cha Wafalme wa Kwanza. Tuliyemaliza siku ya leo Bwana. Niendelee kunitamia Baba. Na kupita katika viungo vyangu vyote. Kwenye ndoto zangu. Kwenye usingizi yangu. Kwenye maisha yangu. Na kuondoa mabaya yote. Na kuyafichua mabaya yote. Nashukuru jina lako Bwana. Maana wewe ni pendo. Nawe unanipenda. Katika jina la Yesu. Na mtu mmoja aseme amen. Weka mikono yako pamoja kwa ajili ya Kristo. Na uwe na amani. Kesho mimi nipo kwa msaada wa Bwana. Utatupa moto katikati yao. Huu ni wakati wa kutupa moto. Kitabu cha Wafalme wa Kwanza na wa Pili ni moto. Elia bado hajashusha moto kwa lamba watu. Alishusha moto ya kulamba madhabahu na sadaka. Moto itashuka na kulamba watu. Uwe na amani tu. Amina. Utapitia sehemu moto ililamba watu. So moto itakosaje kulamba wale wanayekwenda? Maana moto ililamba waliyekuja kinyume na nani? Nakapopita hapo mimi sitasema moto ilambe adui wako. Lakini moto huo
nikipita